Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa amesema serikali itaendelea kukijengea uwezo, utaalamu na vifaa kikosi cha kuzuia magendo KMKM ili kuingia katika ushindani wa soko la kazi za bahari. Mwandishi wetu ametuandalia taarifa hii. Mheshimiwa Kitwana amesema hayo kwa niaba ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi katika hafla ya utiaji saini ya mikataba makubaliano ya uzamiaji na wa kibiashara baina ya KMKM na kampuni ya Zanzibar Marine and Diving Service Limited. Hivyo ametoa wito kwa kampuni za ndani na uwekezaji linapokuja suala la kazi za chini ya bahari kuwatumia kikosi cha KMKM na Zanzibar Marine and Diving Service Corporation Limited. Hivyo itasaidia usalama kwa kazi hiyo. Upande wa serikali itaendelea kuvimarisha vyombo vyake vya ulinzi na usalama kwa kuvipatia vitendea kazi na mafunzo ili muweze kutekeleza majukumu yenu kwa urahisi na mafanikio. Sambamba na hayo, serikali ya Zanzibar imeguswa na mipango mizuri na mikakati ya KMKM katika kupunguza utegemezi kwa serikali kwa kujikita katika miradi mbalimbali ya uzalishaji, uwekezaji ikiwemo sekta ya uchumi wa bluu. Hongereni sana. Naye mkuu wa kikosi cha kuzuia magendo KMKM Komodo Azana Hassan Msingiri anasema kikosi hicho kimesema pamoja na jukumu mengine kimejikita katika masuala kadhaa ikiwemo uzalishaji mali. Leo ni siku pekee kwa kikosi chetu cha KMKM, itaendelea kuandikwa kwa wino unaostahili. Ni siku ya utiaji saini ya makubaliano kati ya Zanzibar Marine and Diving Services na kikosi maalum cha kuzuia magendo katika upande wa diving and rescue. Meneja mkuu wa kampuni hiyo, Ana Lupenda, anasema kampuni imeamua kushirikiana na KMKM kwa kuinua na kulinda miundombinu ya baharini na kukuza uchumi wa nchi. Makampuni nje ya nchi ambao na wao pia wako interested kujumuika na kusapoti jitihada za Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hamisuali, ZBC.